Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 20, aya ya kwanza hadi ile ya 16. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima, walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kuipokea, wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu, hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika tafakari yetu ya siku ya leo, Yesu Kristo anapoeleza ufalme wa mbinguni unapofanana na mtu mwenye nyumba ambaye alikuwa na shamba, na baadaye kwa uweza wake akaanza kuajiri wafanyakazi katika shamba lake. Tuangalie kwanza mazingira ya lile eneo ambalo Yesu Kristo alitolea mfano huu, hasa maeneo ya Israeli, kwamba Mwenyezi Mungu amelibariki lile eneo. Lilikuwa lina shamba mazuri sana ya mzabibu, ambao wakulima walikuwa napaswa kwenda kufanya kazi katika lile eneo. Mtu alikuwa anaamka asubuhi na mapema, anachukua jembe lake, anachukua vifaa vyote vya kazi, anakwenda sokoni, na akifika pale sokoni anasubiri tajiri aje amchukue ampeleke kwenye shamba. Alikuwa na sifa zote, na siku ilikuwa inaanza saa 12 asubuhi. Huyu bwana tajiri mwenye shamba amekuja kuchukua kundi la kwanza, akalipeleka shambani kwake. Akaja pia saa 3 asubuhi, akawakuta wale bwana wako pale pale sokoni, akawachukua akawapeleka shambani kwake. Akaja saa 6 pia mchana, akawakuta wako pale pale sokoni, wana sifa hizo, hawajaondoka, akawapeleka shambani kwake hadi saa 11. Fundisho gani? Kuna kipindi unaweza ukajiona kwamba
hutoki katika maisha kwenda kufanya kitu ambacho ulikisomea, umekaa nacho kwa muda mrefu, ukajiona kwamba huna sifa. Hapana mpendwa, sifa unazo. Ni wakati tu haujafika wa Bwana kuja kukuchukua mahali hapo kwenda ukafanye kazi yake. Unatamani kupanda huduma, unatamani kutoka mahali ulipo uweze kuongezeka, utumike, lakini bado hutoki. Usiondoke mahali hapo. Usiondoke sokoni. Upo sokoni mpendwa. Katika ajira unatamani utoke uingie sehemu fulani, haitokei. Usiondoke mahali hapo, usiondoke. Sifa unazo. Ni wakati tu, ni wakati tu. Kuna watu ambao wanachukuliwa mapema sana. Kuna watu wengine wanakuja mchana, wanapata ajira mapema, wanapata utumishi mapema, na kuna watu wengine pia wataingia katika swala zima la ajira. Usije ukaondoka mahali ulipo. La pili, katika fundisho la huyu bwana ambaye alikuwa na shamba ni hivi, alikuwa anazungumza juu ya Wayahudi ambao wao walidhani kwamba kwa sababu walipokea maagano na Mwenyezi Mungu mapema, kwamba wao wakajiona kwamba wana thamani kubwa sana kuliko mataifa mengine. Kwa hiyo hawa Waisraeli ambao waliingia katika utumishi kwamba ni wakulima tu katika shamba la Bwana, Yesu Kristo alipokuja kuwachukua wengine akawapeleka kwenye ile ajira saa 3, saa 6 na saa 11, hawa watu wengine ambao walianza kazi mapema ambao ni Wayahudi wakaanza manunguniko, wakadhani kwamba wao katika mshahara wa mwisho watapata nafasi ya upekee, nafasi muhimu. Akasema mshahara ni mmoja tu, dinari, ambao ni ufalme wa mbinguni. Na hii inaendana sana katika upande wa kanisa. Kuna watu wanajiona kwamba kwa sababu wameingia katika utumishi mwanzoni kabisa mwa kanisa kwamba wao wana thamani kubwa zaidi kuliko wengine. Hapana. Hata kama umeingia ndani ya kanisa mwanzoni kabisa katika utumishi ni wa muda mrefu, usije ukamdharau yule anayekuja. Yesu yeye ana uwezo wa kuweza kuleta watu wake wakati wowote ule. Usije ukajiona kwamba wewe ndio umefika ukaanza kuchukua nafasi za juu zaidi. Kuna wengine ambao Bwana atawaleta saa 3, na kuna wengine atawaleta saa 6, na wengine atawaleta saa 11. Usianze manunguniko ukajiona kwamba kwa sababu wewe ni wa muda mrefu ndani ya kanisa, wale vijana wanaokuja kwamba wewe utapata nafasi ya kipekee. Wote mshahara mmoja tu, dinari, wote ni ufalme wa mbinguni. Na kuna tabia sana kwa baadhi ya watu ambao wako ndani ya kanisa ambao wamefika muda mrefu, labda ni viongozi wa jumuiya, si wachungaji, wazee wa kanisa, wakaanza kuwadharau wale vijana wanaokuja kwamba hawana kitu. Hapana, wana sifa ile ile kama uliokuwa nayo wewe. Walikuwa sokoni tu, wakati wao wakuja kutumika walikuwa ni bado. Waheshimu, usitafute nafasi ya juu zaidi. Manunguniko ni ya nini? Angalia hao wakaanza kumnungunikia yule mwenye nyumba, wakisema hawa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha sawa sawa na sisi tuliostahili taabu na hali. Na ni kweli utawakuta watu wanasema sisi ndio tulioanzisha kanisa, sisi ndio tulianzisha hii, tulikuwa tuna matesto tukahangaika tukafanya hivi, nyinyi mnakuja tu. Waheshimu. Huyo Bwana anajua kwa nini amewaleta. Anachozungumza Yesu anasema kwamba yeye hutoa kile anachokitaka kwa kila mmoja. Sharti moja ni hili ambalo ni kubwa. Kuna baadhi ya watu wanaoonekana kwamba ni wa kwanza watakuwa ni wa mwisho katika ufalme wa mbinguni. Kuna baadhi ya watu wanaoonekana kwamba ni watu wa Mungu, ni watumishi wazuri, lakini ndani mwao wamejaa manunguniko, hamwezi kuwaona. Na kuna watu ambao wamekuja tu wamefanya vitu vya kawaida tu, wameonekana watu ambao hawana thamani kubwa, mtawaona mbinguni, wamekwenda kule. Je, wewe ni mkulima mwenye manunguniko? Ni mkulima unayewapokea wengine wanaokuja? Ni mkulima ambaye kila siku ni kulalamika kwa sababu kuna watu wengine wamepokea zaidi ya yale? Au ni mkulima ambayo unawapokea wengine kwa moyo wa shukrani? Mwenyezi Mungu atufanye tuweze kuwa na upendo wenyewe kwa wenyewe. Ufalme wetu, ufalme wa mbinguni, atapewa kila mmoja kulingana na vile alivyoweza kutumika. Na wewe utakuwa ni mmoja wapo kwa sababu uliwapenda wale wote unaofanya nao kazi.
na utaingia, kwa sababu hukuwa ni mtu wa manunguniko. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.